Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimia kupitia jina la Yesu Kristo. Ndugu mtazamaji wa Sibuka TV, leo tuna kipindi kizuri kuhusu nafasi ya mwanamke ndani ya kanisa. Najua kila kanisa lina wanawake, na wanawake wamekuwa wengi sana kwa idadi katika kanisa lolote lile. Hivyo basi leo tutaangalia nafasi ya mwanamke ndani ya kanisa. Nafasi hii ninayoisema ni utumishi wa mwanamke ndani ya kanisa. Kwa hiyo popote mwanamke mwenzangu unaponisikiliza, naamini utapata faida. Kwa majina ninaitwa Mwalimu Dr. Suzana Bukuku. Mimi ni mwanamke niliyookoka, ni mama mchungaji. Ninapatikana katika mkoa wa Mbeya katika kanisa la EAGT Nzovwe Mlimani. Hivyo basi kabla sijaendelea mbele, naomba niombe Mungu alafu tuendelee na somo letu. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, Mungu unayenipenda, Mungu unayetupenda sote. Asante kwa ajili ya fursa hii ulionipa ya kuongea na wanawake katika dunia hii. Libarikiwe jina lako, Simba wa kabila la Yuda. Popote wanawake wanaponisikiliza, hata wababa pia, na waweka mikononi mwako ili waweze kujifunza, tujifunze sote habari ya nafasi ya mwanamke ndani ya kanisa. Libarikiwe jina lako. Naomba unitumie sawa na mapenzi yako. Mimi ni chombo chako tu. Bila wewe, bila yeyote hatuwezi kufanya jambo lolote, isipokuwa kwa jina lako Yesu tunaweza. Roho Mtakatifu niatamie. Kwa jina la Yesu Kristo naomba nikishukuru. Amen. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba mimi ni mwanamke niliyookoka, nampenda Yesu. Yesu aliniita nikiwa binti, hata sasa ni mama, lakini naendelea kumtumikia Mungu. Mwanamke anayo nafasi kubwa sana ndani ya kanisa, na ana utumishi mkubwa sana kama mwanamke atajitambua. Tangu kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo, tunaona kwamba mwanamke amekuwa na nafasi nzuri akiitumia kwa busara na akijitambua kwa jinsi ambavyo Mungu amemuita ili kutimiza kusudi lake, akiutumia wakati wake, muda wake, mali zake, na hata nafasi ambayo Mungu amempa kama mwanamke anaweza akatumika vizuri sana ndani ya kanisa. Hivyo basi tutawaangalia, wako wanawake wengi waliotumika ndani ya Biblia. Biblia ndio mwongozo ambao unaweza ukatupa sisi tukajifunza kutoka kwa wanawake wenzetu wa zamani walifanya nini. Wako wanawake wengi, sitawasema wote, nitawasema watu wachache tu. Kwa mfano, alikuwepo Abigaili. Huyu alikuwa mke wa Nabali, na mwanamume ambaye alikuwa amemuoa Abigaili alikuwa ni katili, lakini Abigaili aliishi kwa busara sana na huyu baba, na hata aliweza kuomba msamaha kwa niaba ya mume wake alipokosea, na mambo yakawa vizuri. Yuko mwanamke mwingine pia alikuwa anaitwa Debora. Yuko mwanamke mwingine alikuwa mwanamke wa Serepta. Hawa wote ni wanawake ambao walitumika ndani ya Biblia. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kabla basi sijaenda mbali na kuwasema hawa wanawake mmoja baada ya mwingine, hebu tusome neno la Mungu katika kitabu cha Timotheo wa pili, mlango wa 2 na mstari wa 20 mpaka wa 21. Timotheo wa pili, mlango wa 2, mstari wa 20 mpaka wa 21. Neno la Mungu linasema, basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya miti na vya udongo. Vingine vina heshima, vingine havina. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Haleluya. Ndugu msikilizaji wa Sibuka TV, hapa tunaona kwamba katika nyumba ya Mungu, katika kanisa, kuna vyombo vya aina mbalimbali. Kama nilivyosema kwamba
vyombo hivyo vingine vina heshima, vingine havina heshima, lakini vyote vimewekwa kwa ajili ya kumfaa Bwana wetu. Haleluya! Sasa wewe ni chombo mojawapo kati ya vyombo ambavyo vimetajwa hapo, na hata mimi pia ni chombo kati ya vyombo ambavyo vimetajwa hapo, lakini ni lazima ujitambue wewe una nafasi gani katika nyumba ya Mungu. Tuanze na mwanamke mmoja, mwanamke wa Sarepta. Yeye huyu mwanamke alikuwa ni mjane, aliishi Sarepta, na huyu mwanamke aliweza kumlisha nabii Eliya. Aliitii sauti ya mchungaji Eliya, na tunaweza kujifunza nini kutoka kwa huyu mwanamke? Sasa kabla hatujaendelea, pia naomba tusome hili neno la Mungu, tuone huyu mwanamke wa Sarepta alifanya nini kwa wakati wake, alifanya nini juu ya nyumba ya Mungu, juu ya mtumishi wa Mungu. Na we mwanamke mwenzangu, unafanya nini? Unaweza kujifunza nini kutokana na huyu mwanamke mjane? Haleluya! Tuangalie neno la Mungu ambalo linapatikana katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Wafalme wa Kwanza mlango wa 17 mstari wa 8 mpaka wa 16. Nitasoma katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema hivi katika Wafalme wa Kwanza 17 alafu mstari wa 8 mpaka wa 16. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Sarepta, ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Basi akaondoka akaenda Sarepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa. Nami ninaokota kuni 2 ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu tule tukafe. Eliya akamwambia, usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka, wala ile chupa ya mafuta haitaisha, hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Eliya, na yeye mwenyewe na Eliya na nyumba yake wakala siku nyingi. Lile pipa la unga halikupunguka, wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawasawa na neno la Bwana alilonena kwa kinywa cha Eliya. Haleluya! Tunamwona huyu mwanamke wa Sarepta akamkaribisha huyu mtumishi wa Mungu, akamkaribisha huyu mtumishi wa Mungu Eliya, ambaye alikuwa ameagizwa na Mungu. Kwa nini Mungu akamwagiza kwa mwanamke mjane? Yamkini hata wewe ni mjane au sio mjane, lakini una nafasi fulani ambayo unaweza kuwakaribisha watumishi wa Mungu, ukatii neno la Mungu. Kwa hiyo Eliya alipoenda akawa anaomba chakula, akasema ninacho kidogo tu, lakini Mungu kwa kumtumia Eliya akamwambia kwamba nifanyie kwanza hicho chakula. Mwanamke huyu alikubali, alitii, akampikia Eliya, akampa ule mkate, akampa, akala, akashiba. Na Biblia inatuambia kwamba hata alichofanya hivyo, ule unga haukupungua kabisa. Ina maana kumbe hapa tunaweza kujifunza nini? Kwamba kumbe kutoa sio kupoteza. Mwanamke mwenzangu, popote unaponisikiliza, unapomtolea Mungu ni kupanda, unapomtolea Mungu ni kupata zaidi. Hata neno la Mungu linasema ni heri kutoa kuliko kupokea. Kama huyu mwanamke angekataa kutoa kile kidogo alichokuwa nacho, pengine angekufa njaa, lakini alikubali kumlisha nabii Eliya, akamlisha. Biblia inatuambia kwamba wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawa na neno la Bwana, na lile pipa la unga halikupungua. Haleluya! Huyu ni mwanamke mwenzetu. Kumbe na sisi tunaweza tukaiga nini kwa mwanamke kama huyu? Tuwatunze watumishi wa Mungu,
tunapokutana nao, tunaoishi nao. Pengine unaishi na mchungaji wako katika kanisa unaloabudu. Unaweza ukafanya kitu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu, na hizo baraka hakika hazitapungua, kwa sababu neno la Mungu linasema Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Habadiliki. Kama habadiliki na neno lake halibadiliki, basi huyo Mungu aliyemsaidia yule mjane wa Sarepta, basi anaweza kukusaidia hata wewe, anaweza kunisaidia hata mimi. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe sana. Tumwangalie mwanamke mwingine. Huyu mwanamke mwingine alikuwa ni mwanamke wa Shunemu, mwanamke aliyekuwa na cheo. Kumbe Mungu ni wa ajabu sana. Unajua, Mungu hawaiti tu watu wasiokuwa na kitu. Mungu anawaita watu wa kila aina. Angalia, huyu alimuita mjane, lakini sasa tunaona anamuita mwanamke mwingine, anampa nafasi ya kutumika, mwanamke mwenye cheo. Yamkini hata wewe una cheo chochote, pengine serikalini, pengine katika ofisi yoyote, pengine katika kijiji chako, pengine kanisani, na Mungu amekupa fursa ya kuwa na kitu chochote. Lakini kumbuka, fursa hiyo Mungu aliyokupa ni kwa ajili ya utumishi wake. Haleluya. Naomba tusome tena Wafalme wa Pili mlango wa 4, tumuone huyu mwanamke wa Shunemu. Wafalme wa Pili mlango wa 4 mstari wa 8 mpaka ule wa 16. Neno la Mungu linasema, hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunemu, na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo, naye akamshurutisha aje ale chakula. Ikawa kila alipopita njia ile huingia kula chakula. Yule mwanamke akamwambia mmewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu, na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa atujiapo ataingia humo. Ikawa siku moja akafika huko, akaingia katika chumba kile akalala. Akamwambia Gehazi mtumishi wake, mwite yule Mshunami. Naye alipokwisha kuitwa, akasimama mbele yake. Akamwambia, sema naye sasa. Tazama, wewe umetutunza sana namna hii. Utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa mfalme au kwa amiri wa jeshi? Yule mwanamke akamjibu, mimi ninakaa katika watu wangu wenyewe. Akasema, basi atendewe nini? Gehazi akajibu, hakika hana mwana na mume wake ni mzee. Akamwambia, kamwite. Naye alipokwisha kuitwa, akasimama mlangoni, akasema, panapo wakati huu mwakani utamkumbatia mwana. Akasema, la, bwana wangu, wewe mtu wa Mungu, usiniambie mimi mjakazi wako uongo. Yule mwanamke akachukua mimba, akazaa mtoto mume wakati huo huo mwakani, kama Elisha alivyomwambia. Haleluya. Unaona mwanamke mwenzangu, popote unaponisikiliza, tunaona huyu mwanamke ambaye yeye alikuwa na cheo, na alikuwa anamuona mtu wa Mungu anapita kila wakati, anapita. Akasema na mume wake, akasema, mume wangu, naona huyu mwanamke huyu baba anayepita kila wakati hapa atakuwa mtu wa Mungu huyu. Tumtengenezee chumba kidogo cha pembeni, tumwekee na kitanda, tumwekee na meza, tumwekee na kinara cha taa, ili kama anasoma Biblia pengine asome Biblia. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Mwanamke huyo akamshawishi mume wake, na wakafanya hivyo. Na alipofanya hivyo, yule baba akipita pale anatunzwa, anapita pale katika huduma, anakaa pale. Nafundisha nafasi ya mwanamke ndani ya kanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Mwanamke huyu akaugusa moyo wa Elisha kwa jinsi alivyokuwa anamhudumia. Ndipo akamwita mtumishi wake Gehazi, akamwambia, tumfanyie nini huyu mama? Mwite, tumuulize, tukuombee kitu gani? Ama kwa amiri jeshi, ama kwa mfalme, tukuombee kitu gani? Gehazi akasema kwamba huyu mama hana mtoto,
Kumbe ni mama ambaye alikuwa hana mtoto, lakini alikuwa na pesa, lakini hana mtoto. Unaonaje mama anapokuwa hana mtoto? Ni jambo ambalo huwa linaumiza moyo sana. Linaumiza moyo kwa mume, linaumiza moyo kwa familia, linaumiza moyo kwa jamii. Popote mama anakosa ujasiri, pamoja na kwamba alikuwa na pesa na kila kitu. Lakini asante kwa Mungu, kwa kumhudumia mtumishi wa Mungu, Mungu alijibu hitaji mpaka akapata mtoto. Hitaji lake likatatuliwa kwa njia ya ukarimu. Huyu mama angekuwa mchoyo pamoja na pesa zake, ina maana kwamba asingepata mtoto. Lakini kwa ajili ya kumalika mtumishi wa Mungu, akamgharamia mtumishi wa Mungu, basi mtumishi wa Mungu ndipo alipoguswa, akaomba Mungu, na mwakani kama alivyotamkiwa akapata mtoto wa kiume. Jina la Bwana libarikiwe. Tunajifunza nini kwa mwanamke huyu? Sisi tuwe wakarimu, tuwakaribishe watumishi wa Mungu. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kumbe tunapowakaribisha watumishi wa Mungu, tunamkaribisha Mungu mwenyewe wa mbinguni, tunamkaribisha Yesu Kristo. Biblia inasema ukimkaribisha nabii utapata thawabu ya nabii, ukimkaribisha mchungaji utapata thawabu ya mchungaji, hata ukimpa ngaa kikombe cha maji utapata hiyo thawabu. Mwanamke huyu aligharamia zaidi, akafanya zaidi. Kumbe na sisi tunaweza kuwa na nafasi nzuri na jina la Bwana likatukuzwa. Haleluya. Tumuone mwanamke mwingine. Hapa tu nimeona kwamba tuwachambue wanawake, kwa sababu tunajifunza nafasi ya mwanamke ndani ya kanisa. Nafasi ya mwanamke ndani ya kanisa ni ya kutumika mbele za Mungu, sio ya kuleta machafuko, sio ya kuleta uzinzi, sio ya kuleta vitu vingine vya umbea na nini. Hapa tunajifunza tuige yaliyo mema. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Yuko mwanamke mmoja alikuwa anaitwa Tabita. Tunapojifunza habari za hao wanawake, na wewe unajipima mwanamke mwenzangu. Je, mimi ndani ya nyumba ya Mungu ninafanya nini? Huko unakoabudu unafanya nini? Kanisa lolote unakoabudu unafanya nini? Katika jamii yako unafanya nini? Na kanisa unaloabudu hasa unafanya nini? Unafanya nini juu ya mchungaji wako? Unafanya nini juu ya Mungu? Jina la Bwana libarikiwe. Tumwangalie mwanamke mmoja aliyekuwa anaitwa Tabita au Dorcas. Tunaweza tukapata habari zake katika kitabu cha Matendo 9. Matendo 9, tuwaone hawa wanawake. Ninaposoma habari za wanawake hawa natiwa moyo. Naona kumbe nimtumikie Mungu pia kwa mali zangu. Jinsi Mungu alivyonijalia nimtumikie Mungu kwa nafasi ambayo Mungu amenipa kuwa mama katika kanisa hili la Nzovwe Mlimani EAGT, na mimi nina nafasi ya kumtumikia Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Hata wewe una nafasi ya kumtumikia Mungu popote ulipo, kanisa lolote. Tumikie Mungu, lakini katika njia ya utakatifu, sio katika hila. Haleluya. Matendo 9 mstari wa 36 mpaka 41. Neno la Mungu linasema kwamba na mwanafunzi mmoja alikuwako Yafa, jina lake Tabita, tafsiri yake Dorcas, yani paa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua akafa. Hata walipokwisha kumwosha wakamweka orofani. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani. Wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumwonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Petro akawatoa nje wote, akapiga magoti akaomba, kisha akaelekea yule maiti akasema, Tabita, ondoka. Naye akafumbua macho yake, na alipomwona Petro akajiinua akaketi. Akampa mkono akamuinua, hata akisha kuwaita wale watakatifu na wajane wakamweka mbele yao hali yu hai. Ikajulikana katika mji mzima wa Yafa. Watu wengi wakamwamini Bwana.
Basi Petro akakaa siku kadha wa kadha huko Yafa, nyumbani mwa mtu mmoja jina lake Simoni, mtengenezaji wa ngozi. Jina la Bwana libarikiwe. Tunamwona mwanamke mwenzetu. Hawa wanawake tunaowasoma katika Biblia waliishi katika dunia hii. Walitumika katika dunia hii tunayoishi. Kumbe hata sisi tunaweza tukatumika katika dunia hii, tukamtumikia Mungu wetu wa mbinguni. Mwanamke huyu Dorcas, yeye alikuwa ana nafasi ndani ya kanisa. Jina la Bwana likainuliwa. Yeye alikuwa mtoaji. Anashona kanzu, anawapa wajane, anashona kanzu, anatengeneza nguo, anawapa watu vitu. Neno la Mungu linasema wapeni watu vitu. Kipimo kile tunachowapa watu vitu, na sisi tutapewa vitu, hata vya kushinduliwa, vikasukwa hata kumwagika. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Dorcas alifanya kazi hiyo ya kuwapa watu vitu. Anawagawia nguo, anawapa watu. Unaweza ukawa na nguo, wagawie maskini, wagawie wahitaji ndani ya kanisa na nje ya kanisa. Fanya hivyo ndugu yangu mpendwa, na Mungu wa mbinguni hata kuacha kama ulivyo. Dorcas akakutwa na mauti. Sijui aliugua, lakini akafa. Biblia inatuambia kwamba alikufa. Alipokufa, wajane waliposikia, wale waliokuwa wanapewa nguo, wale waliokuwa wanapewa vitu na Dorcas, walilia sana. Hata waliposikia Petro yuko karibu tu, mtumishi wa Mungu akasema pelekeni taarifa kwa Petro. Petro kama mchungaji, mtumishi wa Mungu, alikimbia mbio na kufika. Wakasema njoo tukuonyeshe tulikomweka. Akapanda gorofani, akaenda kule, akakuta kweli kuna maiti. Petro aliomba Mungu, Dorcas akafufuka. Unajua kilichomfufua Dorcas ni matendo yale. Wanawake walikuwa wanalia, wanamuonyesha Petro nguo, anasema ona, hizi nguo ndizo alizokupa, alizokuwa anatupa. Sasa nani atatupatia? Unaona? Basi ina maana kwamba yule mama akafufuliwa kwa ajili ya matendo mema. Jina la Bwana libarikiwe. Kumbe tunapomtumikia Mungu na mali zetu, tunapomtolea Mungu, Mungu wa mbinguni anaguswa. Na hata watu wengine wanapotoa baraka wanasema mama yule abarikiwe, dada yule abarikiwe, amenisaidia hiki na hiki. Mungu anasikia. Sadaka zinapiga kelele mbele za Mungu, na Mungu anatukuzwa. Jina la Bwana libarikiwe. Tunajifunza nini kwa huyu mwanamke? Tuwe watoaji, tusiwe wabahiri. Tuwe watoaji, tutumike ndani ya kanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapofanya hivyo, Mungu anatubariki kweli kweli. Ngoja nikupe ushuhuda mmoja. Siku moja kuna mhubiri mmoja alikuja kuhubiri hapa kanisani kwetu, mkutano wa nje. Akahubiri ule mkutano, na mkutano ulikuwa ni mkubwa sana. Akaja kichaa mmoja. Alipokuja yule kichaa, kumbe alikuwa ana mapepo mengi. Yule mtumishi wa Mungu alipokuwa anaita watu wa kuokoka, yule kichaa naye akajisogeza, akaenda. Ni kichaa kabisa, ni kichaa. Nafikiri unawaelewa vichaa walivyo, mavazi yao, nywele zao zilivyo, na jinsi muonekano wao. Yule kichaa akawa ameenda, akaombewa. Alipoombewa akaokoka. Na sio kuokoka tu, alikuwa na mapepo. Yale mapepo yakakemewa, yakatoka, yakaondoka. Sasa baada ya mkutano kuisha, watu wakawa wanatawanyika. Watu wakatawanyika wote, akabaki yule kichaa. Sasa mimi wakati huo nilikuwa mzee wa kanisa na mume wangu akiwa mzee wa kanisa. Basi mimi nikatangulia nyumbani. Mzee wa kanisa, mume wangu akawa amebaki kucheki usalama wa kanisa, kuingiza vyombo, kufanya nini. Basi akawa amebaki. Alipokuwa amebaki, na yule ndugu akawa amebaki, akawa hana pa kwenda. Kwa hiyo mume wangu akajaribu kutafuta mahali ampeleke wapi sasa. Ikabidi amlete nyumbani. Akamkaribisha ndani. Mimi nilikuwa jikoni napika. Basi yule kichaa akaingia ndani. Sasa sio kichaa tena, sasa hivi ameshapona, isipokuwa sasa mavazi aliyovaa na nguo alizovaa, muonekano, mpaka watoto wangu waliogopa. Wakaanza kuchungulia, wakaogopa kuingia ndani, wakasimama mlangoni. Wanasema, huyu mgeni atalala na nani? Atalala chumba gani? Atalala wapi? Basi baadaye baba akanifuata jikoni.
Akasema, mama, ndani tuna mgeni, njoo muone. Nilipoingia ndani kumuona yule mgeni, nikasema moyoni mwangu nilishtuka, nikasema Yesu nisaidie. Lakini nilimsikia Roho Mtakatifu akiniambia, ukishinda kumkaribisha, ukashinda jaribu hili la kumkaribisha huyu ndugu kukubariki, nitakubariki. Haleluya. Ilikuwa ni kazi ngumu. Unajua tumezoea kupokea watu waliovaa vizuri, watu wenye afya nzuri, watu wenye sifa zao, ndugu zetu na nini, lakini sio kichaa. Kichaa unamkimbia ndugu yako. Nilivyomwangalia namna hii, Roho Mtakatifu akaniambia, ukiweza kumkaribisha mgeni huyu kukubariki, nitakubariki. Nikasema, Bwana Yesu, naomba nitie nguvu. Nikaenda jikoni, nikapasha maji ya moto, nikaweka bafuni. Nikamwambia baba, mpeleke mgeni bafuni akaoge. Akampeleka bafuni akaoga. Roho Mtakatifu akaendelea kusema na mimi, lakini huyu mgeni atavaa nguo gani baada ya kuoga? Maana watu wakioga wanabadilisha nguo. Haleluya. Basi baada ya hapo mume wangu akatoa nguo zake, akatoa suruali yake, akatoa shati, akatoa nguo, akampelekea bafuni. Akamwambia, ndugu, naomba uchukue hizo nguo basi uvae. Huyo kichaa alikuwa mwanamume. Akavaa nguo kule bafuni, tukampa mafuta akapaka, tukampa kitana akachana, akakaa mezani, tukampa chakula, chai, akawa anakunywa chai pale mezani. Hata watoto wakaweza sasa kuingia ndani. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini haikuishia hapo. Roho Mtakatifu akaniambia, hizo nguo, maana nilitaka nizichome moto. Roho Mtakatifu akaniambia, hapana, hizo nguo usichome moto, zifue ili uwe ushuhuda atakapokwenda kwao. Na kwao ilikuwa ni mbali sana, kutoka Mbeya mjini mpaka sehemu moja inaitwa Ushirika, Tukuyu, mbali. Na alisema sielewi hata nimefikaje hapa. Lakini upendo wa Mungu na nguvu ya Mungu ilimvuta na kumleta katika mkutano tuliokuwa tumeuandaa, na hata akaokoka na akapokea uponyaji. Zile nguo nikaanza kuzifua. Nilifua na maji ya moto, nikaweka kwenye beseni, nikimwagia maji namna hii, vumbi linafoka mpaka vumbi linakaa, udongo unakaa chini. Kwa kifupi tu nikafua zile nguo zikatakata. Mume wangu anakuja ananichungulia, anasema, mke wangu, zimetakata? Naambia bado hazijatakata. Nikarudia tena mpaka zikatakata zikang'aa. Nikashinda ule mtihani. Nikasema sasa nasubiri baraka za Bwana Yesu. Na nimeziona baraka za Bwana Yesu katika maisha yangu. Haleluya. Baadaye yule ndugu kesho yake tukamwandikia barua ya safari, tukampa ili akienda kule kwa iwe ushuhuda. Tukampa na zile nguo zimekauka sasa, yale marapurapu akaweka kwenye mfuko, akaondoka nayo. Kwa hiyo ndugu zangu, kumbe Mungu anaweza kukujaribu kwa kitu kingine chochote kile. Pengine unaweza ukaona unawapokea watu wenye hadhi, watumishi wakubwa, lakini wako watumishi wengine vijijini, hawana hadhi. Wapokee, wahudumie. Utaona utakuna mhudumia Yesu na Mungu hataacha kukubariki. Jina la Bwana libarikiwe. Tumuone mwanamke mwingine alikuwa anaitwa Maria Magdalena. Huyu naye alimtumikia Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Ukisoma Luka 8 mstari wa 1 mpaka wa 3, utaona kuna wanawake wengi walioponywa mapepo na Bwana Yesu. Waliponywa pamoja na huyu Magdalena, na hawa wote walimtumikia Bwana Yesu kwa mali zao. Unajua utumishi bila pesa hauwezi kwenda. Hata hapa ninapofundisha, mbele yake kuna pesa zitatolewa ili habari njema ikufikie wewe. Wahubiri wanapokwenda kuhubiri wanapelekwa kwa pesa. Maiki hizi tunazotumia ni pesa. Kwa hiyo ina maana kwamba kumbe mwanamke ana nafasi kubwa ndani ya kanisa. Wewe kama Mungu amekujalia chochote, yamkini labda huna pesa, basi kuna kitu Mungu amekupa ili uweze kufanya. Haleluya. Huyu Maria Magdalena alikuwa ni mmoja wapo ambaye yeye alimfuata Yesu mpaka mwisho wa huduma yake, na alitegemeza huduma ya Yesu Kristo kwa mali. Biblia ndivyo inavyosema. Labda tusome hilo neno la Mungu. Utaona jinsi hawa wanawake walivyokuwa
wanatumika. Luka 8 mstari wa 1 mpaka huo wa 3. Ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka, huyu ni Yesu, katika miji na vijiji. Yesu alikuwa akizunguka katika miji na vijiji akihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Na wale thenashara walikuwa pamoja naye, na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa. Nao ni Mariamu aitwaye Magdalena, aliyetokwa na pepo 7, na Yohana mkewe Kuza, wakili wake Herode, na Suzana, na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao. Kwa hiyo hawa wanawake walikuwa wanamhudumia Yesu kwa mali zao. Jamani, wanawake wenzangu, popote mnaponisikiliza, huko Kongo, Malawi, Kenya, Tanzania, mikoa yote ya Tanzania, tumtumikie Bwana Yesu. Unajua tunao muda wa kukaa hapa duniani, lakini kuna wakati tutaondoka, hatutakuwepo tena. Mali zetu tulizo nazo Mungu amepitishia kwetu, hizo tule, tuvae, tutunze familia zetu, lakini pia tukumbuke katika kumtumikia Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo huyu mwanamke Maria Magdalena aliendelea kumtumikia Mungu mpaka huduma ya mwisho kabisa ya Yesu Kristo. Maria Magdalena alikuwa Bennett na Yesu, alitoa mali zake. Na kuna wakati Mungu alinipa nafasi ya kutembelea nchi za Mashariki ya Kati, nchi ya Israeli. Tukaenda sehemu moja inaitwa Galilaya. Tulipofika pale Galilaya, nikakuta kuna magorofa marefu sana yameandikwa Magdala. Nikauliza wale wenyeji wetu, kwa nini haya magorofa marefu yako kando kando ya bahari ya Galilaya, ya ziwa la Galilaya, alafu yameandikwa Magdala? Wakasema alikuwepo mwanamke mmoja alikuwa anaitwa Magdalena. Huyu Magdalena alikuwa anatoa mali zake kwa ajili ya huduma ya Yesu Kristo, na alikuwa na mashua nyingi. Kwa hiyo alikuwa anatoa mashua zake, anampa Yesu na wanafunzi wa Yesu, anahubiria Injili. Kwa hiyo Mungu alimbariki sana sana, uzao wake wote, vizazi vyake vyote, japokuwa yeye alishakufa siku nyingi, hayupo, lakini vizazi vyake vimeendelea kuwa vimemiliki magorofa hayo, ni mahoteli makubwa ya kitalii. Jina la Bwana libarikiwe. Nilishangaa sana, nikasema kumbe ukimtumikia Mungu, hata kama unatoa mali zako, kumbe hata kizazi chako kitakavyoendelea hakika kitabarikiwa, kwa sababu wewe ulikuwa unamtumikia Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Ndugu msikilizaji wa Sibuka TV, unaona huyu Magdalena kumbe ameacha alama kule Israeli, ameacha alama. Magorofa yale yako mpaka leo na yameandikwa Magdalena. Sasa mimi nikana shangaa, kwa nini magorofa yameandikwa hivyo? Kama nilivyokuambia, kumbe ni mwanamke ambaye alikuwa anatoa pesa zake kwa ajili ya kumtumikia Bwana Yesu, na alikuwa anaahirisha kufanya biashara ya mashua zake. Yesu anapanda mashua zake, anaanza kuhubiri watu. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tumuone mwanamke mmoja tena, alikuwa anaitwa Ana binti Fanuel. Ana binti Fanuel, huyu anapatikana katika kitabu cha Luka 2 na mstari ule wa 36. Jina la Bwana libarikiwe. Ngoja tumsome tena huyu. Hawa wanawake ni wa ajabu sana. Kwa nini ndugu yangu na wewe usiwe mmoja kati ya hawa wanawake? Biblia inasema tuige mema, tusiige mabaya. Ona hawa wanawake wote walifanya na wakaandikwa kwenye Biblia. Jamani, sisi kwa sababu Biblia ilishaandikwa, basi na sisi tuandikwe katika kitabu cha matendo mema kule mbinguni kwa kumtumikia Mungu wetu wa mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe. Nasoma Luka 2 mstari ule wa 36. Biblia inasema kwamba palikuwa na nabii mke jina lake Ana binti Fanueli wa kabila ya Asheri,
na umri wake ulikuwa miaka mingi. Alikuwa amekaa na mume miaka 7 baada ya uanawali wake, naye ni mjane wa miaka 84. Haondoki katika hekalu, ila huabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Huyu alipokea saa ile ile akamshukuru Mungu, na wote waliokuwa wakiutarajia ukombozi katika Yerusalemu akawatolea habari zake. Jina la Bwana libarikiwe. Unaweza ukasema mimi ni mzee sana, siwezi kutumika. Lakini tunamwona huyu mwanamke ameolewa, amekaa na mume wake miaka 7 tu, mume akafa. Akaamua tu akasema, sasa kama mume amekufa, mimi nikawe tu hekaluni nimtumikie Mungu. Unajua yote yaliyoandikwa ndani ya Biblia yamewekwa ili tujifunze. Alafu utaona yanapita katika maeneo yote. Unaona wengine ni wajane, wengine unaona wana waume lakini hawana watoto, wengine unaona waombaji kama wakina Esther na kadhalika na kadhalika. Sasa tunamwona huyu mwanamke huyu nabii, akawa nabii kwa sababu alikuwa anadumu katika maombi. Yeye kazi yake ilikuwa ni kuomba na kufunga, kuomba na kufunga. Unaweza ukawa una pesa, lakini ukamtegemeza mchungaji wako kwa maombi ya kufunga, kwa maombi ya kufunga au maombi ya bila kufunga, lakini ukawa unaomba maombi ya aina zote kwa ajili ya kumsimamisha mchungaji wako anayekulea katika kanisa, ili asimame katika kweli, ili aendelee kuhubiri kweli, ili aendelee kuwafikia watu wengine wasiomjua Mungu. Wewe unadumu hekaluni mwa Mungu. Lakini unaweza ukashangaa, wanawake wengi unakuta tumekuwa bize sana na mambo mengi. Tumekuwa bize na biashara, tumekuwa bize na kazi. Hata kwenda kanisani, pengine tunaenda siku ya Pasaka, tunaenda siku ya Krismasi tu, au tunaenda kuna siku ya sherehe ndio tunaenda, lakini kwenda kanisani hatuendi. Ndugu mtazamaji wa Sibuka TV, kama uko mwenye tabia kama hiyo niliyoisema, ndugu yangu, hebu mpokee Yesu awe Kristo, awe Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Pokee Yesu, mtumikie Mungu katika nyakati hizi tulizo nazo. Maana tunaondoka hapa duniani. Hapa sio petu, tunapita. Tunatarajia mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki na amani inakaa ndani yake. Haleluya! Kwa hiyo una nafasi kubwa ya kumtumikia Mungu. Usichezee hiyo nafasi. Jina la Bwana libarikiwe. Huyu binti Fanueli alikaa pamoja na ujane wake, lakini anamuomba Mungu siku zote, na alikuwa mmoja wapo wa kumpokea Yesu Kristo wakati anazaliwa. Akasema sasa, akamshukuru Mungu, akaona sasa yale ambayo nilikuwa ninaomba yametimia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bado naomba tuendelee tuone wanawake wengine kadha wa kadha. Kuna mwanamke mmoja alikuwa anaitwa Fibi. Mwanamke huyu alikuwa anaitwa Fibi, anaubariki sana moyo wangu. Tuone katika kitabu cha Warumi 16 mstari wa 1 mpaka ule wa 7. Warumi 16. Warumi 16, tuone mstari wa 1 mpaka ule wa 7. Nitasoma katika jina la Yesu. Na mkabidhi kwenu Fibi, ndugu yetu, aliye mhudumu wa kanisa lililoko Kenkrea, kwamba mpokee katika Bwana kama iwapasavyo watakatifu, mkamsaidie katika neno lolote atakalolihitaji kwenu, kwa sababu yeye naye amekuwa msaidizi wa watu wengi, akanisaidia mimi pia. Nisalimieni Priska na Akila, watendakazi pamoja nami katika Kristo Yesu, waliokuwa tayari hata kukatwa kichwa kwa ajili ya maisha yangu, ambao ninawashukuru, wala si mimi tu, ila na makanisa ya mataifa yote pia. Nisalimieni na kanisa lililomo katika nyumba yao. Nisalimieni Epainito, mpenzi wangu, aliye malimbuko ya Asia kwa Kristo. Nisalimieni Mariamu,
aliyejitaabisha sana kwa ajili yenu. Nisalimieni Androniko na Yunia, jamaa zangu waliofungwa pamoja nami, ambao ni maarufu miongoni mwa mitume, nao walikuwa katika Kristo kabla yangu. Jina la Bwana libarikiwe. Tunamwona Fibi pamoja na wanawake kama 8 hivi wametajwa hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Huyu Fibi ukimsoma unaona kwamba kwanza alikuwa msaidizi wa Paulo katika kanisa la Kenkrea, lakini ni mwanamke, alikuwa msaidizi, alikabidhiwa majukumu na Paulo. Fibi alikuwa jasiri, Fibi alikuwa mnyenyekevu, Fibi alijitoa kwa dhati kwa kazi ya Mungu. Mwanamke anaweza kumbe pia hata kuchunga kanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Kama akiishi akajitambua na akaishi katika maisha matakatifu. Ndio maana makanisa mengine mengi wako wanawake wengine wachungaji. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Fibi alikuwa ni kati ya wanawake ambao alikuwepo kabla ya Paulo na alimsaidia Paulo katika kumtumikia Mungu. Alikuwa msaidizi wake. Na wanawake wengine hapa Paulo anasema walikuwa tayari hata kukatwa vichwa kwa ajili ya utumishi. Kumbe sisi wanawake tukiamua kumtumikia Mungu inawezekana kabisa. Tusiwe juu ya wachungaji, tuwe chini ya wachungaji. Tupate maongozi chini ya wachungaji wetu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Fibi alimtumikia Mungu. Ngoja nikupe ushuhuda mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nimeokoka nikiwa binti mdogo. Binti mdogo kwa maana kwamba niliokoka nikiwa form 2 mwaka 1979. Ndipo nilipoamua kumpa Yesu Kristo maisha yangu, kwamba Yesu awe Bwana na Mwokozi katika maisha yangu. Kwa hiyo nikaendelea kusoma sekondari mpaka form 4 nikiwa nimeokoka. Mpaka sasa sijawahi rudi nyuma. Naendelea kumtumikia Mungu mpaka leo. Jina la Bwana libarikiwe. Na nimeona baraka nyingi katika kumtumikia Mungu. Nimemuona Mungu akinisaidia kwa namna tofauti sana. Sasa nilipofika form 4, wakati huo sasa nimefanya mtihani wa form 4, tunatakiwa kwenda chuo. Nilimwomba Mungu hivi, nikamwambia Mungu, naomba unipeleke chuo ambacho hakuna mtu aliyeokoka. Mimi peke yangu niwe nimeokoka. Ili niende huko nikahubiri Injili, nijipime. Je, mimi naweza kuanzisha kanisa? Naweza kulilea kanisa? Jina la Bwana libarikiwe. Kumbuka nikiwa msichana. Basi Mungu alisikia yale maombi. Akanipeleka chuo cha Tabora TTC, chuo cha wanajeshi. Nilipoenda katika chuo kile, basi nikafika pale, nilikuwa ninavaa t-shirt moja. Hiyo t-shirt ilikuwa imeandikwa huku mbele, utaishi wapi milele. Alafu nyuma ilikuwa imeandikwa maneno ya Kiingereza, where will you spend eternity. Sasa nilivaa makusudi sana ile, nilikuwa navaa kwa makusudi ile t-shirt. Nikiwa natembea namna hii, naonyesha kifua changu mbele, natembea ili wasome yale maandiko kwamba utaishi wapi milele. Na kama nyuma basi natembea kama na inama namna hii. Lakini lengo ni kwamba wasome kwamba utaishi wapi milele. Kwamba nianzie hapo katika kuhubiri. Namshukuru Mungu, Mungu alinipa nafasi ya kuhubiri katika kile chuo. Nikakuta kwamba kweli hakuna aliyeokoka hata mmoja, pamoja na kuvaa ile t-shirt. Maana nilikuwa najua nikivaa ile t-shirt kama kuna mtu ameokoka atanisalimia, dada Bwana asifiwe, dada Bwana asifiwe. Nikakuta hamna. Na tulipofika katika chuo kile cha kijeshi, si unajua kilikuwa cha kijeshi, kwanza tulinyorewa vipara, alafu tukaa tunavaa bukta, tukapewa bukta za kuvaa, kuruta tunavaa bukta, alafu tunakimbizwa mchaka kwa kwenda mbele. Pamoja na hayo, Mungu alinipa neema ya kupiga gitaa. Nikaenda kanisa moja la Pentekoste mjini pale, nikaomba gitaa, wakanipa gitaa. Nilipopewa lile gitaa nikaja nalo chuoni. Waliniazima. Kwa nilipofika pale chuoni, wakati kuruta tumesha kimbia, sasa tumekimbizwa, tumehenyeshwa, tumechoka na vipara vyetu, tumekaa pale.
namuomba afande, naambia afande, naomba ruhusa niimbe kidogo. Basi wakawa wananipa nafasi. Nafundisha nafasi ya mwanamke ndani ya kanisa. Haleluya. Unaweza ukamtumikia Mungu kwa namna nyingine, inaweza kuwa huna pesa, kwa maombi, kwa kuhubiri, kwa kushuhudia. Mungu amekupa nafasi ili umtumikie Mungu. Haleluya. Basi nachukua lile gitaa, naanza kuimba. Anaokoa Mwenyezi, anaokoa. Mwimbieni Mungu sifa, yeye ni mwema. Nikiimba ule wimbo, nikimaliza kuimba, wanajeshi wananiambia hivi, unakuta afande ananiambia, kuruta, ongeza wimbo mwingine. Naanza wimbo mwingine. Nimepata njia, nimepata njia ya uzima. Naimba ule wimbo, nikiimba pambio, nikimaliza nasema, kuruta, ongeza wimbo mwingine mpaka tuchoke, hatujatosheka. Naanza wimbo mwingine. Ukiwa mzinzi utabana mlangoni, hauwezi kuingia. Ukiwa mlevi utabana mlangoni, hauwezi kuingia. Sasa nikiimba zile nyimbo, nakuta wamenyamaza kimya. Maafande wamenyamaza kimya. Kuruta wenzangu wamenyamaza kimya. Kumbuka nikiwa na binti, napiga gitaa, nimevaa bukta, nimevaa t-shirt na mestini nimeweka hapa kiunoni. Lakini nilikuwa ninamhubiri Yesu Kristo. Nilikuwa ninamjua nani ameniita. Nilikuwa ninajua katika ubinti wangu kama Fibi alivyomtumikia Mungu, na mimi nilikuwa ninajua naweza kumtumikia Mungu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Nikiona wamekaa kimya, na waita watu ambaye yuko tayari kuokoka aje. Na shangaa wakaka wanatembelea magoti, wadada wanasimama. Basi ninawaombea sala ya toba. Kanisa la Mungu likaanza katika kile chuo, watu wakaokoka, waliokoka wengi. Nikaanza kuwalea na wafundisha maneno ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Baadaye nikawapeleka kanisa la Pentekoste, nikawaomba watumishi wa Mungu, nikamwambia kuna watu wameokoka hii. Wakaenda wakabatizwa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Mpaka leo ninavyosema, wale watoto wangu wengine ni wamama wachungaji, wengine watu wakubwa, watumishi wa Mungu, wanamtumikia Mungu, lakini waliokoka kupitia katika kile chuo, na walipitia, Mungu alinitumia kama chombo, kama binti aliyeokoka. Jina la Bwana libarikiwe. Baadaye nikapata marafiki wengi sasa waliookoka, nikapata wadada wengi waliookoka na wakaka waliookoka. Kanisa la Mungu likaanza mahali pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mwanamke mwenzangu, unaweza kumtumikia Mungu popote. Unaweza ukashuhudia watu wakaokoka. Kama hujaokoka, leo ni nafasi yako ya kuokoka, uanze utumishi wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Na kama umeokoka, usijisahau, mtumikie Mungu popote ulipo. Kwa nini wewe usimtumikie Mungu? Wewe Mungu anakuhitaji. Mungu anakupenda. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tumwangalie mwanamke mwingine ambaye alikuwa anaitwa Hana. Hana anapatikana katika kitabu cha Samueli wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa kwanza mpaka wa 7. Ukisoma taarifa zake, utamuona Hana. Yeye alikuwa ni mke wa Elikana. Alikuwa ameolewa pamoja na mke mwenzie alikuwa anaitwa Penina. Huyu Hana alikuwa hana mtoto. Kwa hiyo mwenzake alimdhihaki siku hadi siku. Lakini Hana alichukua hatua, akawa anaenda hekaluni, anaomba Mungu. Mpaka siku moja Eli akamwambia, wewe, mbona unaomba umelewa pombe nini? Mbona unaongea maneno hata hayasikiki? Lakini yule mama alikuwa anaongea mambo ya uchungu ndani ya moyo wake. Akasema, Bwana wangu, sijalewa pombe mimi sina mtoto. Eli alipotamka jambo juu yake, alipata mimba,
akamzaa mtoto ambaye anaitwa Samueli. Wengi leo tunawaita watoto wakina Samueli, maana watu wakikaa muda mrefu asipopata mtoto, akipata mtoto anamuita Samueli. Ni historia ya Ana. Haleluya! Ana alikuwa muombaji. Wewe mwanamke mwenzangu unaweza kusema mimi sina pesa za kumtumikia Mungu. Mimi sina, hata mchungaji labda hanifahamu, hanipi hata nafasi. Lakini una nafasi kubwa. Una nafasi ya kuomba Mungu, una nafasi katika utoaji, kukarimu wageni, una nafasi katika kushuhudia ndani ya kanisa. Hiyo ni nafasi. Ni nafasi. Usiichezee nafasi yako. Jina la Bwana libarikiwe. Wanawake wengi sana wamekuwa wakimtumikia Mungu ndani ya kanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikupe ushuhuda mwingine wa mwisho. Huo ushuhuda ni wangu binafsi. Kuna kipindi nilikuwa naumwa sana. Nikaumwa sana, nilikuwa naumwa sana kichwa. Nikanywa dawa, wakanipima vipimo vyote, hawaoni ugonjwa. Nikapelekwa hospitali, mume wangu akanipeleka hospitali kubwa, nikapimwa mpaka kwenye CT scan kichwani kuna nini. Kichwa kinauma sana. Ugonjwa haukuonekana. Akanipeleka hospitali nyingine, nikaenda nikaingizwa mpaka kwenye MRI. Wakanipima wazungu, lakini wakasema hatujaona tatizo lolote ndani ya kichwa. Ndipo tukarudi nyumbani. Tuliporudi nyumbani, pamoja na kuombewa sana, nikaombewa sana na mume wangu na watoto wangu na watumishi wa Mungu mbalimbali. Lakini baadaye nikawa naongea na Mungu mimi mwenyewe. Nikamwambia Bwana Yesu, ninahitaji uniponye. Nikawa ninasema ahadi zake. Ninahitaji uniponye. Hospitalini ugonjwa hawauoni, lakini Mungu unaweza kuniponya. Wewe Yesu unaweza kuniponya. Ukweli ni kwamba Yesu, mimi kukuacha siwezi kukuacha, na kuacha kukutumikia sio rahisi, siwezi kuacha. Ninaomba uniponye. Sasa nikaamua kuchukua maombi ya nadhiri. Nikasema sasa Mungu, katika nyumba yako, yani kanisa ninaloabudu, katika nyumba yako nitafanya 1, 2, 3. Nitatengeneza jengo lako. Nitatengeneza, nitapiga lipu, nitapaka chokaa. Ninasema hivi si kwa ajili ya kujisifu. Ninataka nikufundishe mwana wa Mungu, nikukumbushe kwamba kuna maombi mengine unaweza ukawa na mahitaji mazito, yameshindikanika. Njoo kwa Bwana Yesu. Yesu anaweza. Kama mwanamke, njoo kwa Yesu. Yesu anaweza akatenda mambo makuu ya ajabu. Nikasema mimi nitasafisha jengo lako. Nikamwambia mume wangu, ninataka, wakati bado niko kitandani, nikamwambia nataka kusafisha nyumba ya Mungu. Akaniambia kwa sasa hivi? Nikamwambia kwa sasa hivi. Kumbe nikamwambia kuna kitu nimeongea na Mungu. Nikatafuta mafundi, wakanitafutia, maana mimi niko kitandani. Mafundi wakaanza kutengeneza nyumba ya Mungu. Kaanza kupaka chokaa, wakawa wanatengeneza, wanaweka hiki, wanaweka hiki. Walipokuwa wanafanya hivyo, nikarudi nikamwambia Bwana Yesu, Bwana Yesu, mimi natengeneza nyumba yako, na wewe tengeneza hili jengo langu. Hili jengo hili linaumwa. Hili jengo liko dhaifu. Katika jengo hili siwezi kukutumikia nikiwa naumwa. Tengeneza, niponye. Nilipokuwa ninafanya hivyo, naomba Mungu, nilishangaa tatizo linaondoka taratibu. Sikujua hata siku nimepona, nikakuta tu kichwa hakiumi, mimi mzima. Wakati nilikuwa nina meza madawa mengi, utafikiria karanga. Kila siku natafuna Panado, kila siku natafuna mpaka nikasema hizi zitani affect katika mwili wangu. Lakini asante kwa Mungu, Mungu akaniponya. Jina la Bwana libarikiwe. Ndugu msikilizaji wa Sibuka TV, yamkini una mambo mazito, mwanamke mwenzangu, popote unaponisikiliza. Yamkini umeombewa imeshindikana. Lakini nikwambie tu kwamba Yesu hajachoka kukusikiliza. Anasema njoni kwangu nyinyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu anaweza kukupumzisha. Yesu anaweza kukusaidia. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu anaweza. Nimeongea kwa habari ya nafasi ya mwanamke ndani ya kanisa. Mwanamke anaweza akatumika. Mwanamke ni wa muhimu sana. Anaweza akaitegemeza madhabahu kwa kuiombea.
anaweza akaitegemeza madhabahu kwa kutoa mali zake, anaweza akawategemeza watumishi wa Mungu kwa namna ya tofauti ndani ya kanisa, kama wenzetu hao wanawake ambao waliambatana na Yesu bega kwa bega kwa mali zao. Wengine walikuwa na vibweta vya mafuta vya Mariamu ya thamani sana, wakavivunja kwa ajili ya Yesu Kristo. Hata wanafunzi wengine wakawa wanaona wivu, wanasema hii Mariamu hii ya thamani namna hii ingeuzwa wapewe maskini. Yesu akasema maskini mnao siku zote, huyu amefanya, anatabiri kwa ajili ya maziko yangu. Kumbe na wewe unaweza ukafanya kitu kwa ajili ya Yesu Kristo. Unaweza ukafanya kitu katika kanisa unaloishi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wako watu wengi sijawasoma, nimechukua tu wanawake baadhi kama sample ya kujifunza. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ndugu yangu msikilizaji wa Sibuka TV, naamini utakuwa umenisikiliza kwa makini sana. Na yamkini una matatizo, una shida, nitakwenda kuomba kwa ajili yako. Lakini kabla sijaomba kwa ajili yako, hebu nikuachie namba zangu za simu. Namba yangu ya simu ni 0754552889. Nitarudia tena 0754552889. Mimi napatikana mkoa wa Mbeya. Kwa wale ambao wako Mbeya, karibu na kukaribisha kanisa letu la EAGT, tuko Nzovwe Mlimani. Karibu uabudu mahali hapa tunapoabudu. Karibu tushirikiane na wewe katika kumtumikia Mungu. Na wewe unayenisikiliza popote pale ulipo, uko mikoa ya mbali, uko nchi za nje, tumikie Bwana Yesu. Mtumikie Mungu wakati wa mchana, usiku waja ambapo hatutaweza. Lakini Mungu anakutaka umtumikie. Usipoteze nafasi. Kama ni muombaji, omba. Kama ni mtoaji, toa. Kama ni mkaribishaji wageni, fanya hivyo. Kama ni kutegemeza madhabahu, fanya hivyo. Kama ni kuwapa watu maskini na watu wengine kama mwanamke, fanya hivyo, na Mungu wa mbinguni atakubariki. Sasa ngoja nikuombee. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, nimefundisha somo la nafasi ya mwanamke ndani ya kanisa. Asante kwa sababu umetupa nafasi ya kuwa wanawake. Ulivyotuumba, ulituumba kwa kusudi. Umemuumba mama yule kwa kusudi kabisa, ili awe mwanamke na akutumikie wewe. Ninajua umemuita na pengine amejisahau. Bwana, mkumbushe katika utumishi, akutumikie wewe. Maana umetuita katika dunia hii, tunapita. Siku moja tutakuja kwako mbinguni. Bwana, naomba utusaidie. Kila mwanamke aliyesikiliza ujumbe huu, weka kitu kipya ndani yake. Muwezeshe Bwana Yesu. Wengine wanaumwa, naomba uwaponye katika jina la Yesu. Ninakemea kila aina ya udhaifu, kila aina ya ulemavu, kila aina ya magonjwa. Wengine wanaumwa saratani, wengine BP, wengine kisukari. Katika jina la Yesu, naamuru pepo la kisukari toka ndani ya mama yule. Toka pepo la BP, toka pepo la saratani, toka pepo la ulemavu. Wengine ni viziwi, kwa jina la Yesu. Roho ya uziwi ondoka kwa yule mwanamke katika jina la Yesu. Wengine Bwana, tazama wamejisahau, roho ya kujisahau toka kwa yule mwanamke. Mwanamke huyu ni mali ya Mungu ili aweze kumtumikia Mungu. Mungu umemuumba kwa kusudi maalumu. Mwangalie mama yule Bwana, umsaidie ili atumike sawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo, natamka baraka kwa wote waliosikiliza somo hili. Katika jina la Yesu, sifa na utukufu zikurudie wewe Mungu uliyenipa nafasi hii ya kusimama mbele ya wanawake katika dunia hii. Kwa jina la Yesu ninaomba nikishukuru. Amen. Mungu akubariki, uwe na amani. Mungu akutane na haja ya moyo wako. Amen.